Tutazungumzia topic ambayo inahusiana na basic laboratory specimen management. Hii mada ni ndefu kidogo, lakini kutokana na muda tutazungumzia vitu viwili tu. Tutazungumzia collection of routine specimen pamoja na jinsi gani jinsi ya kuweza kuzitunza, handling of specimen. Pia mwanzo kabisa lazima tufahamu nini maana specimen. Specimen ni material ambayo yanachukuliwa kutoka kwenye mwili wa binadamu kwa niaba ya kufanya analysis, kwa niaba ya kufanya uchunguzi. Kiasi ambacho kinachochukuliwa kinakuwa ni kiasi kikubwa. Umeona? Kwa mfano mtu unapomwagiza labda enda akachukua labda choo kubwa, kiasi ambacho anachokuja nacho kile, ile ndio specimen. Unaona? Kinakuwa ni kiwango kikubwa kidogo. Kitu kingine hapa cha kuweza kufahamu nini maana ya sample. Sample ni small portion ambayo tunachukua kutoka kwenye ile specimen kwa niaba ya kufanya investigation. Specimen yako imekuja. Baada ya kuja, kwa mfano ile inakuja stool hapa, unatakiwa kuchukua kiasi kidogo kwa niaba ya kwenda kufanyia labda examination kwenye microscope. Hiyo ndio sample. Pia nataka tufahamu kitu kingine ya routine specimen. Routine specimen ni kitu gani? Routine specimen ni zile specimen ambazo tunaziperform mara kwa mara kwenye maabara zetu. Hiyo ndio maana halisi ya routine specimen. Mfano wa routine specimen ni kama stool, urine, blood pamoja na sputum. Kwa sababu tutaangalia vitu viwili, tutaangalia jinsi ya kukusanya hizi specimen na jinsi ya kuweza kuzihandle baada ya kuzikusanya. Kwa hiyo tutaangalia njia moja kwa kila specimen. Tutaanza kwa stool specimen. Sasa hii stool specimen inakusanywa kwa mgonjwa mmoja yeye mwenyewe kwa kumpatia maelekezo yafuatayo. Kitu cha kwanza, lazima umpatie container ambalo linakuwa na mfuniko ambao umefungwa vizuri. Unaona? Hicho ndio kitu cha kwanza. Kitu cha pili, lazima hiyo stool container yako lazima ufanye labeling, uilabel vizuri, label jina pamoja na ID number. Kitu kingine cha kumwambia mgonjwa ni lazima achukue kiasi ambacho kinachoendana na, yani kinachokuwa ni sawa na size ya kijiko cha chai ile. Si lazima sana achukue kiasi kingi, labda ajaze ile container, hapana, ni kiasi tu kidogo. Unaona? Ni kiasi tu kidogo, achukue kiasi fulani basi anaweza kutuletea pale maabara. Kitu kingine hapa cha muhimu kabisa ambacho wamekazia ni lazima ulebo clearly. Unaona? Kwa sababu usipo lebo vizuri utasababisha kuweza kuchanganya sample ya mgonjwa huyu na mgonjwa mwingine. Kwa hiyo unatakiwa uhakikishe kwamba umelebo vizuri container zako hizo. Kuna njia nyingine tunayotumia katika kukusanya stool, kuna kutumia swab method. Sasa hii swab method ni njia ambayo tutatumia kwa baadhi ya worms, kwa mfano pinworm. Example ya pinworm ni kama Enterobius vermicularis, ambaye yule ana tabia kuja kutagia mayai nje kwenye sehemu ya haja kubwa pale kwa nje, na kuja anatagia mayai. Kwa hiyo hii swab method ni unachukua zipo swab fan hivi, zinakuwa na kamti na kapamba fan hivi, unailoanisha kidogo kwenye normal saline, then unaenda kwenye site pale sehemu ya haja kubwa, una collect pale specimen, then unaenda kuexamine kwenye microscope kwa niaba ya pinworm. Tunaenda kuangalia njia nyingine ya kukusanya blood specimen. Hapa kuna njia mbili. Njia ya kwanza kuna venous blood, njia ya pili ni collection of capillary blood. Kwenye venous blood hapa
tunatumia, kuna aina tatu ya venous hapa. Kuna median cubital vein, pamoja na cephalic vein, pamoja na basilic vein. Ila unashauriwa ni vizuri zaidi utumie mshipa wa katikati. Kifungua hapa, kifanya hivi, kuna mshipa wako hapa. Huu hapa ndo median cubital. Alafu kuna cephalic ule ambao unakuja juu huku, ambao uko pembeni hapa, huu unaitwa basilic vein. Unaona? Sasa je, baada ya kuchukua sample yako, inatakiwa iweke wapi? Unaona? Kuna tube hapa nimekuja nazo ambazo tunatumia sana tukiwa maabara pale baada ya collect specimen, blood specimen. Hapa kuna EDTA tube au kwa jina lingine tunaita purple tube. Hii hapa ina anticoagulant ambayo ni EDTA, ambayo kilefu chake ni ethylene diamine tetracetic acid ambayo iko humu. Hii hapa inazuia damu isiweze kuganda. Maana ukishika ukiweka blood yako humu, basi uta mix. Kama una ile mixer, unaweza kutumia tu kumix kwa kiasi hivi ili uweze kuchanganya damu yako isiweze kuganda. Na kuna test ambazo tunatumia, yani hii damu ambayo haijaganda tunatumia kwa test. Kwa mfano full body picture, kwa mfano blood grouping, unatumia damu ambayo haitaki kuganda. Pamoja na ESR unaweza kutumia damu ambayo haijaganda. Pia hii hapa ni red tube. Hii hapa haina anticoagulant yote. Kwa hiyo hapa inaruhusu damu kuweza kuclot. Umeona, ukishika damu yako damu itaweza kuganda. Baada ya kuganda unaenda kuicentrifuge kwa niaba ya kupata serum, kwa niaba ya kufanya serological test kama VDRL, hepatitis B, hepatitis C, to hazi yake baadhi ya test ambazo zinatumika kwenye tube. Tukienda kwenye capillary blood, hii unatumia njia mbili. Unaweza kutumia unatumia kidole cha kati hiki. Baada ya kufanya swab hapa, unampiki mtu, baada ya kumpiki una wipe the first drop. Baada hapo unachukua sample inayofuata unaenda kufanya test yako. Njia ya pili ni kwa watoto wale ambao chini ya miezi 6. Unatumia unatumia heel prick kwenye kiganja cha hichi kisigino cha mguu. Umeona? Unamswabu vizuri. Baada ya kumswabu vizuri pale, unamshika hivi kwa apply pressure ili damu ile iweze kuja juu pale kwenye kwenye kisigino chake, na unasafisha. Ukishasafisha unampiki. Ukishampiki una wipe the first drop kama kawaida, unachukua damu inayofuata kwa niaba ya kufanya investigation. Kitu kingine hapa tuangalie jinsi ya collect urine. Urine, kuna aina tatu ya sample ya urine ambayo tunaichukua. Kuna first urine, kuna midstream urine, pamoja na terminal urine. Na kila aina hii ya sample ya urine ina test zake ambazo zitakazofanyike. Kwa upande wa first urine, sasa tunaangalia ule mkojo wa asubuhi, ndio tunatema kama ni first urine. Ule ni mzuri sana, au ni mzuri zaidi kwa niaba ya kudetect urinary tract infection. Pia ni mzuri zaidi kwa niaba ya kudetect HCG, human chorionic gonadotropin, ambayo ni zile hormone ambayo inazalishwa baada ya mama kupata ujauzito. Kwa hiyo hapo unachukua hizo test, unashauriwa uchukue mkojo wa asubuhi ambao ni first urine. Jinsi ya kuchukua hapa, lazima umpatie mteja wako, mgonjwa wetu, lazima tumpatie urine container ambao baada ya kumpata lazima iwe labeled. Umeona, lazima iwe label. Kabla hujampatia lazima iwe label vizuri. Jina pamoja na ID number. Kitu kingine hapa, lazima umwambie kwamba achukue kiasi kuanzia mils 15 mpaka 20.